Karibu Mtito Media tuyangaze yaliyojiri kimichezo. Leo ligi kuu ya NBC itaendelea mzunguko wa 23 kwa michezo minne kupigwa. Mchezo wa kwanza utakuwa ni KMC Complex. Wanakino Boys watashuka kucheza na Fountain Gates katika uwanja wa KMC Complex ulioko jijini Dar es Salaam. Wakati baadaye mida ya saa 1 kamili Namungo katika uwanja wa Majaliwa Lindi Stadium watashuka dimani kucheza na Singida Black Stars mida ya saa 1 kamili, mida ya saa 3 kamili baada ya iftar mambo yamenyoka kabisa. Matajiri wa Chamazi watashuka dimani kucheza na Tanzania Prison. Kwa sasa katika raundi ya 23 tunaingia, Young Africans akiendelea kuongoza msimamo akiwa na point 58. Wakati Simba Sports Club akiwa nafasi ya pili na pointi zake 54. Ikiwa zimesalia siku mbili kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo Simba na Yanga utakaochezwa tarehe 8 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kumekuwa na vuguvugu linaloendelea kuamka, mashabiki wakiwa na comments mbalimbali, wadau wa soka, lakini kubwa kuliko mashabiki wa Young Africans wanaendelea kujiamini zaidi sana kwamba wataibuka na ushindi wataweza kumfunga mtani kwa mara ya 5 mfululizo. Kwingineko, msemaji wa Young Africans Ali Shabani Kamwe naye kimenuka katika kamati ya maadili, huku akiwa anatuhumiwa kwa kuandika mambo yenye kuleta uchochezi. Barua aliyoandika Ali Kamwe na ikupitishia kama ilivyo, ambayo inazidi kuendelea kumfanya mpaka sasa Ali Shabani Kamwe kuendelea kushikiliwa, japokuwa hamna majibu rasmi kutoka katika idara kuu ya vyanzo maalum kutoka katika uongozi wa TFF kwamba amefungiwa hiyo miaka 2 au bado ni propaganda zinazoendelea ku trend. Lakini kosa kubwa, amesema ana zaidi ya posti 400 katika ukurasa wake, lakini hajui ni posti gani ambayo inasababisha au inamfanya kumweka katika hatihati. Lakini katika posti ambayo tunayo na inaendelea kutazamiwa zaidi kwamba huenda ikawa ni sababu ya kumfanya Ali Shabani Kamwe kuingia katika kamati ya maadili, ni hii ambayo aliwahi kuandika akisema kwamba asilimia ya mijadala inayofanyika kwenye vipindi vya michezo, wachambuzi wanajadili kuhusu makosa ya waamuzi katika mechi za makolo. Yes, nafikiri ile chapisho lipo katika ukurasa wake, ukipita unaweza kulikuta linalozungumzia kwamba asilimia mijadala ya wachambuzi inayoendelea katika radio kila vipindi asubuhi inamzungumzia au inawazungumzia makosa ya waamuzi wanayofanya katika mechi za makolo. Sasa swali ni kwamba unaifahamu timu inaitwa Makolo? Nalo ni swali jingine ambalo wewe kama mdau wa Mtito Media unaweza kutudondoshia comment yako hapo ukituambia timu ya Makolo ni ipi. Kwingineko, Ahmed Ali, msemaji wa klabu ya Simba Sports Club, naye aliitwa katika kamati ya maadili akiwa na kesi ya kujibu, ambayo nayo kesi yake ni kuwa alivitukana vilabu kwamba ni adui. Hii alitaja katika mkutano aliofanya ni bonanza lilofanyika Mbagala la Simba Sports Club, akisema kuwa ukiona Makolo, ukiona Singida Black Stars amefanya chochote, basi jua nyuma kwamba kuna nyuma mwiko. Lakini kesi yake wamesema imetupiliwa, hana kesi ya kujibu kutokana na taarifa zinavyosema kwamba yeye hana kesi ya kujibu. Lakini mtendaji wa Tabora United naye atakuwa amefunguliwa kutokana na takwimu zinazopita. Kwa hiyo kana sisi Mtito Media ili tukudondoshe taarifa kama itakuwa ni halali kwamba Ali Kamwe amefungiwa miaka 5 au wengine wamefungiwa, tutakuletea taarifa. Cha msingi hakikisha umesubscribe, umeruhusu notification ili uendelee kupata taarifa tunazokuletea hapa kila muda kila saa. Thank you. Huyu ni Hassan.